Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, mahali popote pale unaponitazama na kuweza kunisikiliza, mbele yako ninayeongea ni mtumishi wa Mungu Apostle Justin Semba, na nipo na unabii juu ya taifa la Tanzania. Niko na maono juu ya nchi ya Tanzania. Watu wengi wana kiu na shauku ya kujua kile ambacho Mungu anataka kwenda kukitenda juu ya nchi ya Tanzania. Watu wamekuwa wana maswali mengi sana. Ni namna gani ambavyo Tanzania mpya itazaliwa? Ni namna gani ambavyo rais mwingine atakuja kuongoza nchi ya Tanzania? Je, kuna vitu gani ambavyo vitatokea tarehe 29? Kila mmoja amekuwa na shauku na kiu ya kutaka kujua ni nini ambacho kitatokea. Sasa hiyo kiu na shauku ya watu wengi kutaka kujua ni nini ambacho kitatokea tarehe 29, hata mimi pia nilikuwa nahitaji kujua ni nini ambacho kitakuwa kinaenda kutokea tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Tukumbuke kabisa kwamba nchi ya Tanzania ipo inajiandaa kwa ajili ya kufanya uchaguzi, yani wananchi waweze kuchagua kiongozi wanayemtaka. Lakini zimekuwepo habari nyingi ya kwamba wako watu wengi ambao wengine wanasema tunatoka kwenda kutiki, lakini wengine wanasema ya kwamba hatuwezi kutiki. Kwa hiyo mgongano umekuwa ni mkubwa sana na mambo yamekuwa ni mengi sana katika nchi ya Tanzania. Labda kwa wale ambao hawajanijua kwamba mimi nimekuwa nikitabiri mambo mengi sana. Nilitabiri mara ya kwanza, nilikuwa ni nabii wa kwanza kabisa kutabiri mambo ambayo yatakuwa yanatokea katika nchi ya Tanzania kuelekea uchaguzi, na hapo katikati nikawa nimekaa kimya kidogo. Nilikuwa kuna mambo fulani nayafanya, lakini leo tena nakuletea, na sitaishia unabii huu tu ambao nitautoa hapo. Nitakuwa na part 1, nitakuwa na part 2, nitakuwa na part 3, lakini kwa kadri ambavyo Mungu Roho Mtakatifu mwenyewe atakuwa akinisaidia kuweza kuleta unabii huu, basi nitakuwa nakuletea ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea katika nchi ya Tanzania. Tukumbuke kabisa kwamba nchi ya Tanzania sasa hivi kuna baadhi ya vyama ambavyo vimekuwa na nguvu sana kama CCM, Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia kuna chama kingine kinaitwa ACT Wazalendo, ambao hawa nao pia wameonyesha namna gani ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kufanya kampeni kwa ajili ya kwenda kunadi sera. Lakini katika mitandao ya kijamii pia tumekuta kabisa kwamba kuna watu ambao wameibuliwa. Mimi siwezi kusema kwamba wamejiibua wenyewe, hapana. Naweza nikasema kwamba ni Mungu mwenyewe amewaibua watu hao. Unamwona kama Bishop Askofu Josephat Gwajima, unamwona kama mtu anaitwa Humphrey Polepole. Hawa watu wote nao pia wamekuwa wakipiga kampeni zao katika mitandao ya kijamii, yani wanaingia katika mitandao ya kijamii live, wanaongea mambo fulani na yale mambo fulani wananchi wanaweza kuyachukua. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wao wakifanya maamuzi ndani ya mioyo yao kwamba wamchague nani, wamsikilize na nani wasimsikilize. Lakini yote kwa yote tujue kabisa kwamba Mungu hufanya kazi na wale wanaompenda kwa ajili ya kuwapatia mema. Mungu hufanya kazi na wale wanaompenda kwa ajili ya kuwapatia mema. Kwa hiyo nadhani Mungu atakuwa ameachilia neema kwa wananchi wa Tanzania ili waweze kuchagua wao katika akili zao, kwa sababu Mungu ametupa ufahamu, ametupa maarifa ya kumchagua mtu ambaye sisi tunahisi kabisa kwamba huyu ndiye mtu ambaye anaongea sahihi. Huyu ni mtu ambaye tunahisi kabisa kwamba atasimamia maneno ambayo amekuwa akitamka. Sasa watu wengine wamekuwa wakisimama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wengine wamekuwa wakisimama na Humphrey Polepole, wengine wamekuwa wakisimama na Bishop Askofu Josephat Gwajima, lakini wengine pia wamekuwa wakifuata vyama vingine. Tukumbuke kabisa kwamba kuna Chauma, kuna ACT Wazalendo, kuna ACK, kuna vyama vingi sana ambavyo vimejitokeza katika nchi ya Tanzania, lakini vyama hivi vyote vinataka kwenda kuithibitisha ile imani ya wananchi, ile imani iweze kujengeka ndani ya mioyo yao ili waweze kuchaguliwa katika uchaguzi wa mwaka 2025. Lakini katika hayo yote tukumbuke kabisa kwamba Mungu naye amepanga mambo yake.